nimeshtakiwa kwa kosa ya kumwozesha mtoto. Miaka 10 sijaona msaada wote wa mandugu, sijaona msaada wote wa familia, na hata shamba waliuza na watoto walinitelekeza nao. Sasa wa mandugu waliniweka ndani na kunilaza, na palipokucha nikapata mzamana na kumpeleka mwanafunzi shule. Matokeo yake nilipompeleka mtoto shule nikaripoti kituo cha polisi, nikaambiwa sina makosa yote. Sasa najiuliza, hawa watu wananitesa na watoto wangu, na mimi nimepambana naye, na mume wangu ni marehemu, na hata ile shamba wameuza na kadi za watoto kuninyang'anya ili nisomeshe watoto wangu ili wawaozeshe. Lakini mimi napambana kwa juhudi zangu. Watoto wangu wote wa kiume amevunjika mkono mpaka sasa hajapata matibabu, na ni kwa ajili ya hiyo familia. Naomba msaada Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoka kwako. Pole sana. Hao watoto wako wapi kwa sasa? Wa kwanza huyo msichana yuko sekondari ya Namanga, na wa kiume yuko shule ya msingi Skarda, na wanapambana kwenda kumtoa mtoto mpaka wanamfuata shuleni, na siji wanataka nini, na sina msaada wote napata kwao. Tuna mambo ya ajabu kweli. Hawa mamake si ni wewe? Mimi ndo mzazi, kwa sababu sina chochote, nilitoka kwenye hiyo boma nao. Familia ya Kimasai wananinyanyasa, sijajua wanataka nini, maana nimebidi niende serikalini ili nisaidike. Watoto wangu wapate haki na masomo waweze kusoma bila kuozeshwa. Wao wanatafuta ng'ombe. Hawa wanaofanya hivyo, mtendaji wa kijiji yuko wapi? Ya Orendege, Kimokoa. Mkuu wa wilaya, huyo mtendaji wake yuko wapi? Mtendaji wa hiyo kata yuko wapi? Hebu mtendaji hebu sogea mbele hapa. Kuna huyo mtendaji Mwarusha, sijui anaitwa nani huyo Mwarusha. Huyo mtendaji wa hii kata, hebu sogea mbele hapa. Mtendaji wa kata Mbezi kama yuko hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niombe hili naliweza. Bahati mbaya tu hajaja kwangu, lakini naomba nilichukue mpaka kesho nitalimaliza. Naomba nilichukue hili. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, niongeze tu, matatizo kama haya yameshakuja ofisini kwangu zaidi ya 5, na kuna watoto tumewarudishia wazazi wao kwa sababu wamefika pale, na kuna walioachishwa shule, wengine kwenye uongozi wangu tumeweza kuwarudisha shuleni. Ndio maana nasema mama amezungumza hapa, hajapata fursa ya kuonana na mimi. Ni kweli inawezekana mtendaji hajalisimamia hapo, lakini mimi ningelipata ningelimaliza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ndo mtendaji wa hiyo kata? Mimi ni afisa mtendaji wa kata ya Kimokoa, Orendeke pale. Ninafahamu hili swala vizuri sana. Hili swala la huyu mama ni kweli kwamba hayuko kwenye ile familia anayoisema, yeye amekwenda kuolewa sehemu nyingine. Swala liko moja, wale watoto wa kwake sio wa kwake? Watoto ni wa kwake. Lakini kilichotokea Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba yule mtoto anayemsema sasa hivi, mimi ndio niliyeagizwa apelekwe sekondari Namanga kwa sababu amefaulu. Walikuwa wamempeleka sehemu ya kwenda kushona nguo, lakini ilikuwa ni ujanja ili waweze kumuoza yule mtoto. Huo ndio ukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa sababu mtoto amefaulu, akapangwa Namanga sekondari. Badala ya kupelekwa Namanga sekondari, akapelekwa kwenye kushona nguo. Nikashindwa kuelewa hilo tatizo. Kwa hiyo tulimrudisha kule. Mama anasemaje? Mheshimiwa, walienda kumteka mtoto na gari jeusi shuleni ya masista, nikiwa naenda kumwandalia mtoto ili aende shule. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza, niko kwenye harakati ya kumpeleka mtoto wangu sekondari. Hata siku walituma mgambo, nilikuwa na tranka na mgodoro na wakaniweka lock up, na nikuwekewa dhamana na kumpeleka mtoto wangu sekondari. Nilivorudi kituo cha polisi, sikuambiwa, niliambiwa sina kesi. Nilishangaa, kwani mtendaji kwani afati Swala la lock up sisi hatujui kabisa.
Nani aliyeelekeza mama anayepambana kumpeleka mtoto wake wa kumzaa shuleni awekwe lock up? Nani alielekeza hivyo? Sio mimi na wala sio ofisi yangu. Ni wale labda ambao ni wale waliokuwa wamemuoa, sasa walikuwa wanataka watoto, lakini ofisi yangu haihusiki. Kwanza hakuna hii kauli wale waliomuoa. Nani anasema wale waliomuoa? Hiyo ni kauli gani? Lile boma lao aliyokuwa huyu mama kabla. Boma lilimuoa? Boma? Hapana, mume wake yule marehemu. Anasema mume wake alishafariki. Nani aliyeelekeza huyu awekwe ndani? Kuna ndugu zake na marehemu. Sasa ili hili likome, kamanda wa polisi, hebu watafute hawa, wasake hawa, ni wapate leo hawa. Hebu watafuteni waliko, waje wanyoshe maelezo. Nani aliyeelekeza huyu mama akamatwe awekwe ndani na nafuatilia jambo la mtoto kwenda shule? Mambo mengine ya kipuzi kabisa, ya ajabu kabisa. Mkuu wa wilaya, huyu mama na watoto wake wapewe ulinzi, hawa wahakikishiwe ulinzi. Haya, mpe mama hapo. Huyo mama niwe na namba yake moja kwa moja huyo. Waziri anaongea. Mimi kwa majina naitwa Sara Keia. Mimi ni mwenyekiti wa mama wanayefanya biashara mpakani. Kwa kweli nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu mkuu. Mimi ni mama ambaye nimepambana nikawaweka wamama kufanya biashara ya kuwauzia watalii bidhaa. Ungekuwa umetoka kwenye ile jengo ungeona sehemu tunakaa, nimekusanya wale wamama wa chini wote nikawafanya wao wajasiriamali wa kuwauzia watu bidhaa ya kitalii. Kwa kweli Mheshimiwa, mimi nina ombi kutoka kwako tuliposikia umekuja. Tulikuwa tunahitaji matendi kama 4 na viti, ambayo ndio shida yetu kama wale wamama, maana wameongezeka kuwa wengi. Kuna wengine walikuwa wanaingia msitu kuchoma mkaa, tumewarudisha wote waingie kwenye sehemu ya kuuza bidhaa ya watalii, wasiwe